Karibu nivute, karibu sana univute, karibu sana daima niwe Bwana napenda unishike, unishinde nisitengwe nawe, unilinde nisitengwe nawe. Karibu sana, sina kitu, sina sadaka kwa Bwana Yesu, isipokuwa moyo wangu utakase katika damu, utakase katika damu. Karibu sana wewe nami, ninafurahi kuacha dhambi, anasa zote na kiburi, nipe Yesu niliyemsulubi, nipe Yesu niliyemsulubi. Karibu sana hata mwisho, hata mbinguni nisimamapo, daima dawamu niwepo, nitakapoona uso wako, nitakapoona uso wako. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Israeli na aseme sasa, Kwa maana fadhili zake ni za milele. Mlango wa Haruni na waseme sasa, Kwa maana fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana na waseme sasa, Kwa maana fadhili zake ni za milele. Muda ulioko mbele yetu ni kwa ajili ya maombi, na hata kama kuna mtu anahitaji maombezi rasmi kwa shida inayokusumbua, apite mahali hapa na mzee wa kanisa yuko tayari kwa ajili ya huduma hiyo. Karibuni sana. Basi niwaalike wote tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mkuu, Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mwokozi wa maisha yetu, tunalishukuru jina lako asubuhi hii ya leo kwa namna ya pekee ambavyo umetuleta tena katika kiti chako cha rehema. Wana na binti zako umewachungulia kutoka katika kiti chako cha enzi, na hatimaye umewagusa mioyo yao. Wamejongea na kupiga hatua kuja mbele zako. Wewe wajua uhitaji wao. Kama ni madhaifu ndani ya miili yao, Mungu kayaguse mchana huu wa leo. Kama kuna shida nyingine za kifamilia, endelea kuwagusa na kutakabali katika familia zao, ukatatue changamoto zote zilizoko katika maisha yao. Kama ni shida za kiuchumi, Mungu wa mbinguni ukazitatue kwa jina lako Yesu Kristo.
wana hawa na binti hawa waliopiga magoti mchana huu wa leo na ulimwenguni kote, na wale wote wanaotufuatilia katika vyombo mbalimbali vya kijamii. Mkono wako wenye nguvu huko waliko ukawe ni mkono wenye mguso wa mahitaji yao. Kama ni uhitaji wa mioyo yao, Mungu wa mbinguni, wameponda mioyo, wamekuja mbele zako, ukawasamehe dhambi zao na makosa yao waliokutenda katika maisha yao. Na mchana huu wa leo, popote walipopiga magoti, nuru yako ikawe juu ya maisha yetu. Tunapokuja miguuni mwako, walio wagonjwa kwa namna zao, ukawagange na kuwatibu kwa damu yako Yesu Kristo. Ukawe mponyaji wao katika maisha haya. Lakini zaidi, mioyo iliyovunjika, iliyogongwa na shetani na kukata tamaa kuja mikononi mwako, Mungu, wanaposikia neno hili wakaje miguuni mwako jinsi walivyo, na ukawagange na kuwaponya kwa namna ya pekee na kubadilisha maisha yao, hata watembeapo ulimwenguni kote. Hakika wana na binti zako wakaseme, jina lako na damu yako limewasafisha na kuwatakasa na kuwafanya nuru inayokubalika machoni pako. Baba, mchana huo leo tunapokuwa tumepiga magoti sasa, ukiweza kutatua changamoto zetu za kimaisha mbalimbali na malazi mbalimbali yanayotusonga katika maisha yetu, mkono wako wenye nguvu kaendelee kuwa pamoja nasi. Askofu anapoenda sasa kunena neno la uzima, Mungu, mioyo yetu ikaandaliwe na Roho wako Mtakatifu, na kinywa chake kikatamke maneno makuu yatokayo katika kiti chako cha enzi, yakawe ni baraka mchana huu wa leo kwa ajili ya safari yetu ya kuelekea mbinguni. Ukatuoshe na kutusafisha. Tunaomba hayo kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika kitabu cha Zaburi ile ya 95 neno la Mungu linasema, njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukrani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Muda ulioko mbele yetu ni muda wa kumsifu Mungu kwa njia ya uimbaji. Karibuni watu mpite huko mbele sasa kwa ajili ya kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Karibuni sana. Na tukobaki huko mtasimama, maana ni wakati wa ibada wa kumsifu Mungu kwa njia ya uimbaji. Tutakuwa na watu wengi wakipita huko mbele kwa ajili ya kuimba. Wakati wote Bwana ni mwema. Wakati wote. Nao andana ni wimbo namba 74. Wimbo namba 74. Bye.
Mungu awabariki. Tuimbe wimbo namba 131. Namtegemea Mungu. Go. Namtegemea Mungu niwapo humo barani na baharini, yeye wa mbinguni anilinda, Baba wa mbinguni anilinda. Na
namba 120. Msalaba wa Yesu. Nikae karibu. Msalaba wa Yesu. Go. Msalaba wa Yesu, nikae karibu, pale pana chemchemi ya kuponya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kipindi cha kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji, kipindi kilichofuata mbele yetu ni kipindi cha kumwabudu Mungu. Katika Zaburi 95 fungu la 3 mpaka la 8, neno la Bwana linasema, kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu,
na mfalme mkuu juu ya miungu yote. Mkononi mwake zimo bonde za dunia, hata vilele vya milima ni vyake. Bahari ni yake, ndiye aliyeifanya, na mikono yake iliumba nchi kavu. Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba, kwa maana ndiye Mungu wetu, na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo wa mkono wake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Karibuni katika kipindi cha kumwabudu Mungu. Kila mmoja atapiga magoti akimwabudu Mungu ndani ya moyo wake. Karibuni sana. Oh
ibada iliyoko mbele yetu. Neno la Bwana liko mbele yetu asubuhi ya leo. Somo letu la asubuhi ya leo ni somo nyeti sana. Ninaomba uwe makini na usikilize kwa makini, muombe Roho wa Mungu ili ya kwamba akufungue masikio yako ya kimwili. Hiki ambacho kiko mbele yetu asubuhi ya leo kikuingie ndani ya moyo wako, lakini pia kufanyie kazi. Naomba watoto wanyamaze kimya wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muombe Mungu sana ili akufungue masikio yako ya kimwili. Huenda somo la leo likawa ndio ufunguo wa maisha yako, likawa ndio ufunguo wa matatizo yako ambayo yameshindikana kwa muda wa siku nyingi. Kanuni hii ambayo asubuhi ya leo nahitaji niseme pamoja na wewe, fungua maisha yako, fungua moyo wako ili usikie kila ambacho Mungu anahitaji, jinsi Mungu ambavyo huwatumia watu wake na jinsi Mungu ambavyo kusaidia watu wake. Amen. Somo la asubuhi linasema mkumbushe Mungu kutimiza ahadi yako. Hilo ndio somo asubuhi ya leo. Mkumbushe Mungu kutimiza ahadi yako. Kitabu cha Isaya 43 fungu la 26, neno la Bwana uko ujumbe mahali hapo asubuhi ya leo. Kitabu cha Isaya 43 fungu la 25 hadi 26 uko ujumbe asubuhi ya leo. Kile kitabu cha Isaya 43 na lile fungu la 25 nasema, naam, mimi naam, mimi naam, mimi ndimi mimi naam, mimi naam, mimi ndimi niyafutaye makosa yangu kwa ajili yako. Mimi ndimi niyafutayo makosa yangu kwa ajili yangu mwenyewe. Mimi ndiye Mungu anasema anayafuta makosa yako. Mungu anayafuta makosa yako. Makosa yako uliyoyatenda Mungu anayafuta kwa ajili yake yeye mwenyewe. Ili akubariki ni lazima kwanza afute makosa yako kwa ajili yake yeye mwenyewe. Lakini kabla ya Mungu hajafuta makosa yake, anaendelea kusema, soma, wala sitazikumbuka dhambi, wala sitazikumbuka dhambi zako. Unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hilo ndio neno la Mungu asubuhi ya leo. Mungu anasema asubuhi ya leo, unikumbushe na tuhojiane. Eleza shida zako upate kupewa haki yako. Huo ndio ujumbe wa asubuhi ya leo. Mungu anasema unikumbushe na tuhojiane. Sasa hapa inabidi utafakari kwa makini sana. Kwa nini Mungu anasema nikumbushe? Kwa hiyo Mungu anasahau? Inabidi utafakari kwa makini sana. Mbona Mungu anasema unikumbushe na tuhojiane? Hiyo ndio lugha ya asubuhi, hiyo ndio lugha ya Biblia, kama jinsi ambavyo tulikuwa kujifunza namna gani hapa asubuhi somo la kwanza. Ziko lugha ambazo Biblia inatumia ambayo ina maana yake nyingine ya pili, sio hiyo nayo isoma kwa juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kibinadamu tunaposoma unikumbushe, ile hela yako hiyo unaonidai ni kutumia siku fulani, maana yake binadamu huyu ana tabia ya kusahau. Si ndivyo hivyo jamani? Lakini na Mungu pia anatumia lugha hiyo hiyo kwamba unikumbushe.
Sasa lugha ya unikumbushe ya Mungu inayotumika mahali pale, maneno yanayotumika mahali pale unikumbushe, ni tofauti na maneno ya mwanadamu yanayotumia unikumbushe. Unikumbushe ya mwanadamu ina maana ya kwamba binadamu huwa anafanya nini? Anasahau. Lakini unikumbushe ya Mungu hata maana ya kwamba huwa anasahau. Maana ya unikumbushe inayotumika mahali kwa Mungu, ambayo inatumika mahali pale, ina maana ya kwamba Mungu anahitaji aone kama, je, unajali? Wewe ndio unayekumbuka, sio yeye. Unajali? Wewe ndiye ambaye unakumbuka, unafuatilia, uko makini. Ndiyo maana ya neno hilo ambalo limetumika mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Unajua siku moja nilikuwa nasikia kipindi fulani kwenye redio. Kulikuwa na mada fulani ambayo ilikuwa inaendelea kwenye redio. Mada fulani ilikuwa inaendelea kwenye redio. Kwa hiyo watu sasa walikuwa wanapiga simu ili wachangie. Unapiga simu uchangie nini? Hiyo mada ambayo mtangazaji pale alikuwa ameianzisha, akaiweka wazi kwa watu. Mada yetu leo inajadili juu ya jambo fulani. Kwa yeye mtangazaji akaielezea ile mada, baada ya kuichambua kuielezea jinsi ilivyo. Baadaye sasa akasema sasa mnaweza kupiga nini simu hapa studio ili kuchangia nini hii mada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kila mtu aliyekuwa akipiga simu, mtangazaji anapokea, anamwambia naongea na nani? Anauliza hivyo. Naongea na fulani kutoka sehemu fulani. Haya, tukumbushe mada yetu iliyoko mezani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hiyo sasa. Mtangazaji anamwambia tukumbushe mada yetu, kabla hujachangia tukumbushe mada yetu iliyoko wapi? Mezani. Je, maana yake hii ilikuwa inamaanisha nini? Kwamba mtangazaji alikuwa amesahau mada? Ndio sasa anayepiga sema mtu amkumbushe. Maana yake ni nini? Ni mtangazaji anahitaji ajue huyu mtu yuko makini na hiyo mada inayojadiliwa, anafuatilia kweli, amefuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, yuko makini huyu anayepiga simu kufuatilia hiyo mada, anajua hiyo mada? Isiwe ikawa ni mada ya kilimo, yeye anapiga simu anahitaji achangie mada ya nini? Ya ukimwi. Hiyo ndio neno ambalo kwenye Biblia limetumika hapo, kitabu cha Isaya 43 fungu la ngapi? 25 hadi 26. Mungu anasema unikumbushe na kuhojiana. Hana maana ya kwamba Mungu anasahau, ila ana maana ya wewe unafuatilia, uko makini, unajali, ni mtu wa maombi. Moja, kwa nini Mungu anahitaji umkumbushe? Usipojali, Mungu anakumbuka yeye, atakuacha hivyo hivyo. Ahadi yako haitatimia, japokuwa alikuwa amekuahidi. Mfano, Danieli sura ya 9. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Danieli ile sura ya 9, lakini kabla Danieli hujasoma, soma kwanza Yeremia, halafu uende Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Hebu anzia Yeremia 29 fungu la 10 hadi 11. Sio kama kina habari hii. Yeremia 29 fungu la 10 hadi la 11. Soma mahali pale. Yeremia 29 ile fungu la 10 na mpaka 11 anasema, naam, maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimiziwa miaka 70, Babeli utakapotimiziwa miaka 70, nitawajilia nini? Na kulitimiza neno langu jema kwenu. Na kutimiza, Mungu anahitaji atimize neno jema kwenu. Babeli, mtakwenda Babeli, mtakuwa watumwa katika Babeli muda wa miaka mingapi? 70. Aliwaambia Waisraeli, mtakuwa watumwa katika nchi ya Babeli muda wa miaka mingapi? 70. Ahadi ya Mungu hiyo. Mungu anasema
na baada ya miaka 70 nitawaijilia ninyi huko Babeli. Mungu anasema, maana najua mawazo nayowazia ni mawazo ya amani. Ni mawazo ya nini? Ya amani, kuwafurahisha tena baada ya utumwa wa Babeli. Hiyo ni ahadi ya Mungu kwa wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Amina. Hiyo ni ahadi ya nani? Ya Mungu kwa wana wa Israeli. Kwa wana wa Israeli walimkosa Mungu. Walipomkosa Mungu, Mungu akawaadhibu, akawapiga, akatoa adhabu. Akasema, sasa mimi nikasirisha, ni mpaka miaka mingapi? 70. Mtakuwa utumwani Babeli miaka mingapi? 70. Waliomba manabii mbalimbali, walimuomba Mungu, wakamuomba Mungu ili ya kwamba Mungu ailishe kipigo hicho, ailishe adhabu hiyo, ikashindikana. Soma Yeremia 15 fungu la kwanza kuendelea. Mungu anasema, hata wangesimama hapa Samueli, wakina Ayubu, wangesimama mbele zangu, siwezi kusikiza maombi haya. Ezekiel 14 fungu la 12 akasema tena, hata akasema Danieli, wakina Samueli, wakina Ayubu, siwezi. Paka adhabu ifanye nini? Paka adhabu hii kamilike ilivyokusudia. Huo ndio unabii ambao ndio unabii mrefu kwa wana wa Israeli kwenda nchi ya wapi? Ya Babeli. Miaka mingapi? 70. Mungu alikusudia. Maana ni kwamba hapakuwa na maombi katikati hapa ambapo Mungu angejibu maombi yao. Kuailisha miaka mingapi? 70. Ni mpaka miaka 70 ikamilike. Sasa ujumbe wangu asubuhi ya leo ni hapa. Na moja somo langu ni hili hapa. Shida sio ile miaka 70 ya kwenda Babeli kuishi huko. Ujumbe wangu asubuhi ni leo ni kwamba kumkumbusha Mungu sasa kutimiza ahadi yake baada ya miaka mingapi? 70. Maana yake ni nini? Israeli walichukuliwa mateka wakapelekwa nchi ya wapi? Ya Babeli. Walipofika Babeli, ilikuwa ni jukumu lao kuwa makini, kusoma unabii, kuomba, kugundua, ili baada ya miaka 70 isiongezeke miaka ikawa 71, 72, mwisho 75, mwisho mingapi? 80, mwisho mingapi? 90. Unabii ulisema miaka mingapi? 70. Lakini wao tena wangeufanya unabii ukafika mpaka miaka 80. Kwa nini? Kama endapo wasingekuwa waombaji, wasomaji. Ndivyo hivyo watu wa Mungu tunadumu kwenye mateso, kwenye magonjwa, kwenye shida mbalimbali, kutokuwa watu wa kusoma, watu wa maombi. Danieli sura ya 9 fungu la kwanza mpaka la 3. Danieli 9 ile fungu la kwanza nasema, katika mwaka wa kwanza wa Dario, katika mwaka wa kwanza wa Dario, mwana wa Ahasuero, wa uzao wa Wamedi, wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme, juu ya miliki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, katika mwaka wa kwanza tu wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu, nalifahamu hesabu ya miaka, nikafahamu hesabu ya miaka, ambayo neno la Bwana lilimwijia Yeremia, ambalo neno la Bwana lilimwijia Yeremia nabii, ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Miaka mingapi? 70. Nikamwelezea Bwana Mungu wangu ili kutaka kwa maombi na dua, pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Wanasifiwe. Amina. Kina habari hii. Ndio Mungu anajua kwa jambo fulani. Najua Mungu amekuahidi jambo fulani. Najua umeweka nadhiri fulani kwa Mungu. Na siku moja tumeweka nadhiri kila kanisa, kila mtu hapa kanisani. Unakumbuka nadhiri ya kwako uliyoiweka binafsi juu ya Mungu hapa. Na unakumbuka
kujibu, na kwa imani Mungu anakujibu, lakini Mungu akujibu hivi hivi bila kumkumbusha, bila kumkumbusha. Zingatia neno kumkumbusha Mungu. Hana maana amesahau, kuonyesha ya kwamba wewe unafuatilia hilo jambo, liko ndani ya moyo wako, uko makini kufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeremia alitabiri, aliambiwa na Mungu, mtakwenda Babeli miaka mingapi? 70. Danieli, mtu wa maombi, kwa kuvisoma vitabu, kwa kusoma unabii wa Yeremia. Danieli pia alikuwa anasoma pia unabii wa nani? Wa Yeremia pia. Danieli kwa kusoma unabii wa Yeremia akagundua imeandikwa sisi tutadumu katika utumwa miaka mingapi tu? 70. Akapiga unabii, mbona miaka imefika? Hapo sasa inahitaji maombi tena, kufunga tena. Sema nikafunga, nikamlilia nani? Bwana. Nikamkumbusha Bwana, nikamwambia yeye Bwana, ukiendelea kusoma huko chini sasa, mambo yote yafanya nini? Endelea. Fungu la 20, soma hapo, fungu la 20. Ila Danieli anasema, naam, basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba na kuungama dhambi zangu na za wengine, dhambi ya watu wangu Israeli, na kuomba dua yangu mbele ya Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu. Sasa kila bali hiyo, yani anaombea jambo ambalo tena anaombea jambo la Mungu mwenyewe. Kwa yani haombei biashara yake, anaombea juu ya Yerusalemu, juu ya mlima wa nani? Mungu. Kwa mlima wa Mungu ni wa Danieli? Ni wa nani? Ni wa Mungu mwenyewe. Lakini ili warudi mahali pale inahitaji maombi, inahitaji dua, kufunga. Ndio kwa mtu wa Mungu. Lile fungu la 21. Naam. Nilipokuwa nikinena kuomba, mtu yule Gabrieli, katika njozi hapo kwanza, alimuona mwanzoni kwenye njozi, mara ya pili akirushwa upesi, alinigusa panapo wakati wa jioni, akaniagiza, akaongea nami, akasema, Danieli, pokea sasa, ili nikupe akili upate kufahamu. Nikupatie akili upate kufahamu. Mwanzo wa maombi yako, wewe ni mtu ambaye unapendwa sana. Mwanzo wa maombi yako tolewa amri. Naam, nimekuja kukupasha habari. Maana wewe unapendwa sana. Basi ni mtu unayependwa sana. Nitafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. Bwana asifiwe. Kwa majibu ya nani? Ya Danieli. Ndio wewe unapendwa sana. Pamoja na kwamba unapendwa sana na Mungu, Danieli alikuwa ni mtu ambaye anapendwa na nani? Na Mungu. Na wewe kwa mahali hapa unapendwa na nani? Na Mungu. Lakini Mungu anataka umkumbushe hiyo hali. Danieli akaomba, Mungu sasa muda umefika, wasisi kukaa Babeli, miaka 70 imeshatimizwa tayari. Tunahitaji kurudi katika mlima wako mtakatifu, katika nchi yetu, katika hekalu letu Yerusalemu. Watu kwambie, yani hawa Waisraeli wasingefanya nini? Wasingeomba, wangeendelea kuishi wapi? Babeli. Wasingeomba, mpaka muda huu tunapoongea, wangeendelea kuishi wapi? Babeli. Munaelekaa tu, sawa, watu hata waombe, hata walikumbushi, wamelizika tu. Wenda ukawa kwenye tabu fulani ulipitia, ambayo uweka na adhini na Mungu, na unaona kabisa ya kwamba sasa muda umefika wa mimi kuondoka katika hali hii. Mkumbushe Mungu asubuhi yake. Amina. Tena mkumbushe kwa imani. Mwambie Mungu, sasa muda wa mimi kuondoka katika utumwa. Nimekaa utumwa wa magonjwa miaka 70. Nimekaa utumwa wa maskini miaka 70. Ni muda sasa Mungu anakuja kwamba asubuhi ya leo.
nahitaji kuondoka. Mungu anakupenda sana. Sasa watu wengi mnalia, "Kwa Mungu Baba, mimi unioni." Mwambie halisia. Elewa shida yako halisia. Wale kwambie, hebu soma kitabu cha Mwanzo ili unielewe kwa makini. Mwanzo 15:13. Uli mahali pale, unielewe kwa makini. Mwanzo 15, soma mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Anzia Mwanzo 15:13 hadi 14. Mwanzo 15 lile fungu la 13 Soma. Naam. Bwana akamwambia Abrahamu, ujue kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Naam. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Bwana asifiwe. Hata na taifa lile watakapomtumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi. Haya, sikia kwa mkina habari hiyo. Waisraeli hawa ndio maana kwa nabii anasema kwamba historia ya Israeli ni funzo kwetu. Napenda sana historia ya Israeli. Maana Israeli ina kila kitu. Sikia kwa kile unabii hapa. Acha na hiyo 70. Unabii mwingine, Ibrahimu pamoja na kwamba akaambiwa uzao wako utabarikiwa, akaambiwa angalia nyota za angani, akaangalia nyota. Angalia mchanga wa wapi baharini, uzao wako utakuwa hivyo, utakuwa mwingi kama nyota za wapi. Lakini Mungu anamwambia lazima kwanza wapite kwenye nini? Kwenye tanuru. Unajua kuna watu wengine hapa wao wanafikiria kwamba ni kulala na kuamka kwa Mungu ni mteremko, kwa Mungu ni kupanda na kushuka. Kama kuna mtu anakuhubiria, anakuambia kwa Mungu ni mteremko na kudanganya. Kwa Mungu ni mlima na mabonde, mlima na mabonde. Lazima kwanza ujaribiwe, lazima kwanza uvuke kwenye mateso, kwenye moto. Uwezi ukakomoa hivi kwa Mungu. Unaamka tuna kwa unalala kuamka tayari. Nimepokea magari, nimepokea. Sio hivyo tu. Angalia hawa, pamoja na kwamba ukirudi mzee wa kanisa, ukirudi kule ile Mwanzo sura ya 12, sawa, pale nyuma kidogo, ndio hapo ambapo hapo Ibrahimu aliambiwa uzao wako utafanya nini? Utabarikiwa. Lakini ili wabarikiwe wanaambiwa sasa ile Mwanzo 15 fungu la 10 ngapi na 3 hadi 14 kwamba pamoja na hayo uzao wako watakuwa watumwa chini ya mataifa mengine muda wa miaka mingapi? Anataka kubarikiwa tena kwanza apitie mateso fulani kwanza tena. Ili abarikiwe lazima kwanza apitie jambo fulani hivi. Ndio maana watu wengi sasa huwa kanisani wanapokutana na majaribu, vikwazo fulani, wanaamua kupaki basi, wanakaa wapi? Nyumbani. Maana waliamini ya kwamba kwa Mungu ni nini? Ni mteremko. Wala wanaodumu kumngoja Bwana, ahadi za Bwana na kumkumbusha, ndio kesho utawaona sio wengine. Utawaona kwa namna nyingine, kwa namna ambavyo hukuona mwanzoni. Utashangaa, maana ni wale ambao walidumu kwa nani? Kwa Mungu. Utashangaa. Ni wale tu ambao walidumu kwa Mungu. Vikwazo mbalimbali vilikuwa vikija, wanavuka majaribu, vikwazo, masimango, mambo ya kila aina yakija, wanavuka. Wanadumu katika imani japokuwa kuna vikwazo. Lazima dhahabu kwanza ifanye nini? Ijaribiwe motoni. Ipitie motoni kwanza ili takataka zisafishwe, zitogwe, ibaki pure gold. Huo ndio mpango wa Mungu. Wanaambiwa ndio watabarikiwa, lakini ndio watu wengine wa hili fungu wanasema utabarikiwa. Ibrahimu aliambiwa utabarikiwa. Si utabarikiwa tu, lazima kwanza wafanye nini? Wao watumwa. Ni watumwa katika nchi ya namna gani? Sio ya kwao. Ndipo tumeambiwa
huko watatuma mali za watu za hao watu ambao mwanzoni waliwatumikisha. Nawe utawatumikisha wale watu waliokutumikisha wewe. Hiyo ni Isaya 14 fungu la 1 na kuendelea mpaka la 3 pale. Sasa tumeona pia leo ni nini? Waisraeli kweli wakaenda kwa sababu ya njaa katika nchi ya wapi? Ya Misri. Unabii ulisema miaka mingapi? Mingapi? 400. Wamekaa huko mwaka wa kwanza, mwaka wa 100. Wako wapi? Mwaka wa ngapi? Wa 100, wa 200, wa ngapi? Wa 300, wa ngapi? Wa 400. Wanakula tunguru za wapi? Za Misri, mabiboko ya Misri. Matango, tunguru saumu, kitimaji ya wapi? Ya Misri. Unajua kuna watu wengine hata ni watumwa, kuna watu wengine hata wanafanya kazi chini ya watu wengine, wao tu wamelizika. Wewe ni mtumwa tu. Wamelizika tu, lakini kwa sababu wanapokea mshahara mizuri, kwa sababu wanavaa vizuri, kwa sababu wanakula vizuri, wewe hiyo sio sehemu yako. Hapo sehemu ya nini tu ya mapito tu, sehemu yako kwa nyingine. Wewe ni mtu wa kumiliki. Mpango wa Mungu ni wewe umiliki, lakini hapo tu unapitia ni sehemu tu ambayo Mungu anataka watu upitia hapa. Sasa kuna wengine tu kwenye mapito wakifika mahali pale, baada ya manakula, analala vizuri, anavaa vizuri, analizika. Hata anasahau na kuomba. Maombi yake yanakuwa Mungu nakushukuru kwa sababu umenipa. Hapo ndio maombi yake yanakuwa yalivi. Asante Mungu, umeniona, hajakuona bado. Kumi na mbili fungu la 40 hadi 41. Hiyo mwanzo. Mwanzo 12 fungu la ngapi? 12 soma fungu la 40. Harifiki. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka sasa tusamea kutoka huko yani. Sio mwanzo. Kutoka 12 na lile fungu la 40 anasema. Naam. Basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri naam ulikuwa ni miaka 430. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Miaka mingapi? 430. Miaka ngapi? 430. Na unabiuza miaka mingapi? 400. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kwa kina habari ya asubuhi ya leo. Wenda ukachelewesha ahadi yako kwa sababu ya uzembe wa kuomba. Unabii ulisema miaka mingapi? Utadumu kwenye mateso miaka 400. Lakini Waisraeli ikafanya waishi miaka mingapi? 430. Kwa sababu ya nini? Ya uzembe wa kuomba. Kinyume na Danieli. Tofauti na Danieli. Danieli yeye alikuwa yuko macho sana kwa kuvisoma vitabu. Alikuwa yuko makini, maana Danieli alikuwa anakesha, anasoma, anaomba, anafunga, anaomba. Ndio maana unabii tunafika 400 ka. Sema Mungu, tumalizane hapa Mungu. Tumalizane Mungu. Mungu ulituahidi. Ulisema kupitia kwa nabii Yeremia, ni miaka mingapi tu? 70. Ni muda sasa Mungu umefika. Uliokuwa umesema miaka 70 imetimia, tunahitaji kurudi nyumbani kwetu. Mwambie Mungu, nahitaji sasa kurudi kwenye hali yangu kwa jina la Yesu. Nahitaji sasa kurudi kwenye hali yangu. Nahitaji sasa kurudi nyumbani. Nahitaji sasa afya yangu irudi kama ambavyo Mungu ulikusudia niwe hivi kwa mwanzoni. Haya majaribu ambayo nimeyapata sasa yatosha. Haya majaribu ambayo nimeyapitia sasa kama shule sasa yatosha.
nimeshatoa watu wengine, nimeajiriwa. Sasa Mungu nahitaji kuajiri kwa jina la Yesu. Sasa yatosha. Sasa usipokuwa makini utaendelea kuajiriwa. Kwani mwambie hata kuna watu wengine huwa wanapata ajira, wanaweka malengo kama mimi nitaajiriwa miaka mingapi tu? Miaka 3 tu au miaka 5 nipate mtaji. Baada ya hapo najitegemea mimi mwenyewe na kampuni yangu. Lakini mpaka leo naongea alikuwa 10 na ngapi? Na 5 hata hana mwelekeo. Kwa nini? Maana alipoona kama mkono mshahara analipwa. Akaweka kwanza aliweka agano na Mungu. Mungu nisaidie, miaka mingapi? 5 nitakuwa nimeajiriwa ili nijipange nipate mtaji. Baada ya hapo mimi nifanye nijiajiri. Lakini mpaka leo chini ya bosi wananyenyekea, mheshimiwa, bosi. Wale utumwa tu. Unaitwa utumwa wa kileo, utumwa wa kistaarabu. Wewe kwambia hata kama unafanya kazi sema yote ile, uko chini ya mtu, wewe nani? Wewe mtumwa tu. Utofauti ni kwamba tu hautaki nini? Mijeleti kama wale wa zamani. Leo kuna utumwa wa kisheria. Ni mtumwa tu, uko chini ya nini? Bosi akikuoa na kuhitaji mahali hapo unafanya nini? Unakuja. Niwe namwambia sipendi sana hali hii. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kwa sasa wengi sasa anapokuwa tayari ameajiriwa, anaona anakula vizuri, analala vizuri, anavaa vizuri, anasahau malengo yake aliyoyaweka miaka mingapi? Miaka 5. Anadumu ya 10, 15, 20. Mwisho na ile kampuni ilikuwa mwajiri inaanza kulegalega, kuyumba. Mwisho bosi anafilisika, kampuni inafilisika, anakuwa sana yule mtu wa watu wa mitaani. Ni kwa sababu ulisahau malengo yako ulikuwa umeyaweka, ukujali, ukumkumbusha Mungu. Uko miaka mingapi? 400. Wakadumu mpaka miaka ngapi? 430. Unajua Mungu pia, Mungu anataka rehema fulani. Kwa nini? Haikuhitajika mpaka wafanye kazi ya shokoa, ya motofali, ya piramidi, mijeledi. Kila sababu ambayo unaipitia, wanawaambia siku zote, usizoee shida kama ni shetani. Ni shetani, mimi ni shetani. Kuna watu mpaka leo maombi yao hayajibiwi kwa sababu ya nini? Maana anapita kwenye shida, halafu anasema shetani. Wanawaambia shetani mara nyingi anahusika kidogo sana. Mara nyingi ni Mungu. Amen. Ndivyo ambavyo ilikuwa kwa nani? Kwa kina Samueli, kwa kina Daudi. Njaa mwaka wa kwanza, njaa mwaka wa pili, njaa mwaka wa ngapi? Wa 3. Wakaamua, kumbe zile njaa ilikuwa ni kwamba wao utafuta uso wa nani? Wa Bwana. Kuna shida kwenye taifa imetokea. Lakini njaa ya kwanza ilipotokea, sema tu unajua hii njaa Bwana, kwa sababu mwaka huu hali ya hewa, mvua haikunyesha. Sasa hali ya hewa kuna sababu vingi. Njaa mwaka wa pili, unajua wananchi msifanye nini? Msilime kwenye vyanzo vya nini? Vya maji. Mnakata miti sana. Njaa mwaka wa 3, unajua wananchi wani wazembe, hamwende kulima. Vii sababu. Daudi anasema Daudi anasema hapana. Akaamua kutafuta uso wa nani? Uso wa Bwana. Akamwambia kwa sababu ya wanene wa Gibeon mlikuwa mmewapia lakini mkawaua. Zamani vita cha nani? Cha Sauli. Damu inatakwa. Ndio hivyo Mungu akamwamsha nani? Farao. Huyu ndio anayewalinda. Sasa namuondoa. Aingie mwingine atakayewafanya wapate shida, wataandike ili waanze kuomba. Wangapi ambapo mnafanya maombi asubuhi na jioni? Nyosha mkono. Sio tu maombi ya kulala Mungu tulinde na mwizi. Unajua watu wengi mna maombi ya kulala kwa sababu ni usiku unaweza. Nisongee maombi hayo. Kama hayo nyosha mkono. Siongelee maombi ya kuomba ulinde na wachawi usiku ulale.
Siongelea maombi ya kuomba ulio na wezi ulio ulana. Maombi ya kwako binafsi ya kujiombea maendeleo ya maisha yako. Ustawi wa kiroho wa maisha yako kwa ujumla. Yaani wengi maombi yetu tunaomba kwenye chakula. Mungu tunaomba bariki nini? Chakula. Tuombe kwa jina la Yesu, amina. Hilo ndio ombi kuli utaona kwa Wakristo wengi. Ombi lingine, Mungu tunakuomba tuulize tufanye tulale salama usiku huu. Hayo ndio yatakuwa yawepo. Na sasa mimi siongelee hayo, naongelea yale maombi ya ustawi wa kiroho wa maisha yako wewe mwenyewe. Unaombea familia yako, unajiombea mwenyewe ustawi wa maendeleo ya maisha yako ya kesho. Nani anafanya hivi? Nani? Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Dumuni, Biblia inasema inatupasa kumuomba Mungu siku zote wala usifanye nini? Kata tamaa. Sasa tusipoomba kwa amani. Maana Mungu kumbuka kwamba wewe unapendwa na Mungu. Na Mungu hataki hata mtu mmoja faida aangamie. Kumbuka wewe ni mtu wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Na Mungu anakupenda. Na Mungu hataki uangamie hivi hivi. Sasa usipoomba kwa amani, Mungu anaamsha nini? Fujo kwako. Duka lako linaungua moto. Duka lako linaibiwa. Maana maombi ili ya kwamba tu uamshe roho ya nini? Roho ya maombi. Ndio Mungu, angalia hao wana wa Israeli wamekaa tu na kula vitunguu saumu. Tikiti maji ya wapi? Ya Misri. Manguo ya wapi? Ya Misri, ya mto Nile. Wamelizika tu na viboko ya huko. Kumbuka hata ndio maana ulipoondoka kwanza kulilia nini? Kulilia Misri. Tunakumbuka nini? Nyama za Misri. Na hizo ndizo ambazo ziliwachelewesha wakalizika mpaka ikawa miaka 400 na ngapi? Na 30. Na wewe huenda umelizika kwa sababu bosi anakulipa 380, ndio msala wako umelizika na huko. Yaani nimeajiriwa, ndio kima cha chini 380. Sasa yeye wa kazi gani? Fursa yako sio hiyo. Wewe ni mtu wa kuajiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo ikawa hivyo. Mungu akamuondoa Farao anayewafahamu. Kwanza Yusufu akafanya nini? Na yeye. Farao akaingia Farao mwingine. Haya. Akaanza kuwafinya. Mungu Baba. Tunakomba yeye. Unamwambia Ibrahimu, baba yetu. Kumbe mpaka mfinywe. Ndipo mwanza kuomba. Mungu akamwambia malaika, finya tena. Wakafinya zaidi. Akamwambia Farao, wanyime na nini kabisa? Wanyime na nini? Na kuni. Ili wao wenyewe waende kutafuta nini? Kuni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usipoomba kwa amani, tuombe kwa nini? Kwa shari. Na utadumu katika utumwa. Utadumu kwenye shida ya miaka mingi. Na kumbe tu ulipaswa uishi miaka kidogo hatimaye uhame. Nitaji kuamsha asubuhi leo, kuamsha roho ya maombi kwa watu wa Mungu ndio mahali hapa. Nahitaji kuamsha roho ya maombi. Roho ya maombi ingie ndani ya moyo wako. Roho ya kutaka Mungu, ya kumlilia Mungu, roho ya kumkumbusha Mungu ingie ndani ya moyo wako asubuhi leo. Wangapi ambao tayari kwa jambo hilo? Wangapi ambao sasa roho ya maombi wanahitaji waiamshe ndani ya mioyo yao, waanze kumkumbusha Mungu juu ya ahadi zao kwao bila kufinywa na Mungu? Subiri mpaka Mungu akufinye. Usubiri mpaka kufinywa na nani? Mpaka Mungu akufinye ndipo uanze kuomba. Na hata kama unaishi maisha mazuri, una ugonjwa, unakula vizuri, bado hayo sio maisha yako. Ni kwa sababu tu kuna pazia fulani limefunikwa, wewe uone uko mbele.
Wewe uko mbeleni. Ungefunuliwa ukaona kumbe hapa ni kumbe hapa kilikuwa ni mwanzoni tu. Kumbe kilikuwa ni mwanzoni tu hapa. Wewe mtu ambaye unapaswa uende zaidi. Nani zaidi? Kuliko hapo ulipo. Ndio maana angalia matajiri hawalali. Wanazidi kubuni biashara zingine mpya. Ana biashara hii anaacha hii nyingine tena nyingine. Biashara anapata 6, 5, 7. Tajiri mmoja. Ana vitu mbalimbali. Simama pamoja nami asubuhi ya leo. Simama pamoja nami asubuhi ya leo. Kama hitaji lako ni hilo, nataka kumkumbusha Mungu jambo fulani, simama kwa imani. Yesu kwa imani na kutumaini peke yako nisikie sasa na kunitakasa ni wako kabisa tangu leo. Wewe ndio unafahamu kitu gani ambacho Mungu asubuhi leo unahitaji kumkumbusha. Unajua ni kitu gani ambacho Mungu anahitaji akutendea kwa maisha yako. Mia kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Amsha imani yako ndani ya moyo wako. Na unapokwenda kupiga magoti, kumbushe Mungu hitaji lako. Mwambie Mungu shida yako. Mwambie Mungu hitaji lako. Hakika Mungu ni mwaminifu. Yuko tayari kukulipa. Yuko tayari kutimiza ahadi zake. Tupige magoti. Tupige magoti. Baba mtakatifu, Muumba wa mbingu na nchi, Mwokozi wa maisha yetu, katika asubuhi ya leo ya pekee umesema pamoja na wana wako kupitia neno lako takatifu. Tumesikia Mungu wetu. Haya yote ambayo umesema pamoja nasi asubuhi ya leo, tunaomba tuyafanyie kazi. Naangalia watu wako wapiga magoti mahali hapa, na wengine wapo huko ambao wanasikia sauti hii kwenye mitandao ya kijamii. Kama wako pamoja na sisi kwa imani, Mungu wetu, sikia kuomba kwao. Watimizie haja ya moyo wao, kila mmoja walioko mahali hapa na walioko mbali. Kila mmoja umlipe, kila mmoja usikie kuomba kwake. Na kuwatendea watu wako, ukawatoe katika utumwa ambao wameteswa kwa muda wa miaka mingi. Sasa yatosha. Achilia watu wako ukawabariki. Naomba kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana.